Wapendwa ndugu zangu, leo ni siku maalum sana katika Kanisa Katoliki duniani kote, kwa sababu tunasherehekea sherehe kubwa kuliko zote zinazohusu mama yetu Bikira Maria kupalizwa mbinguni. Na katika sherehe hii ndugu zetu wa Piat Brothers, mmoja anaweka nadhiri za daima Yohane Bosco Rafaeli, na mwingine anasherehekea miaka 25 ya nadhiri za utawa. Naomba tuwapongeze wote. Yeye anaitwa Stefano Bosco. Tunaombea kwa maombezi ya Bikira Maria ili wadumu katika hiyo ndio yao. Wapendwa ndugu zangu, katika sherehe hii njema nakaribisha tafakari mambo ya kufuatana. Kanisa Katoliki lina kitu kinaitwa dogma. Dogma ni fundisho rasmi la kanisa au tamko rasmi la kanisa kuhusu imani, kuhusu namna gani sisi wa Katoliki tuamini, tuenende, tutende na kusali. Katika dogma mbalimbali ambazo zimetangazwa na kanisa, dogma 4 zinamuhusu mama Bikira Maria, yaani hilo fundisho maalumu la kiimani yanayomhusu Bikira Maria yako manne, na hili ambalo tunaadhimisha na kusherehekea leo ni mojawapo. Yote yana muunganiko, yote yana upamoja. Dogma ya kwanza inayomhusu mama Bikira Maria inaitwa mkingiwa dhambi ya asili, Bikira Maria Immaculata, ambayo huwa tunasherehekea tarehe 8 mwezi wa 12. Dogma hii inaeleza jinsi gani mama Bikira Maria alivyotungwa mimba na kukingiwa dhambi ya asili, asiye na doa. Ilikuwa ni maandalizi kwa ajili ya hizi dogma zingine ambazo zinafuata. Ni maandalizi ya kuja kumpokea mkombozi. Dogma ya kukingiwa dhambi ya asili. Ya pili ni dogma inayosema Bikira Maria mama wa Mungu. Huwa tunasherehekea tarehe 1 mwezi wa kwanza kila mwaka. Dogma hii inafuata au inaendana na hiyo ya kwanza ya kukingiwa dhambi ya asili. Baada ya kutayarishwa asiye na dhambi, sasa anakuwa mama wa Mungu. Nafsi ya pili ya Mungu inakuja tumboni mwake. Mungu haishi katika doa lolote la dhambi, ndio maana mama huyu aliandaliwa. Bikira Maria mama wa Mungu. Dogma ya tatu ni bikira daima, kabla na wakati na baada ya kupata mtoto amebaki bikira daima. Ukiangalia hizi dogma zote tatu zilizotaja, kukingiwa dhambi ya asili, mama wa Mungu, bikira daima, zinapelekea sasa hii ya leo tunayosherehekea, kupalizwa mbinguni mwili na roho, ambayo ndio dogma ya nne inayo
walipewa adhabu, waliadhibiwa. Adhabu mojawapo ilikuwa ni kufa na hata mwili kuharibika, kuoza. Sasa kwa sababu huyu tunayemsherehekea leo hakuwa na dhambi ya asili, hakupaswa kuingia katika hiyo adhabu, na ndio maana tunasema Bikira Maria alilala usingizi wa amani. Baada ya kumaliza safari yake hapa duniani, akalala usingizi wa amani. Inaitwa dormition, kuonesha kwamba hastahili ile adhabu ambayo mwanadamu mwenye dhambi aliadhibiwa baada ya kosa la kwanza. Na ndipo Bikira Maria baada ya kumaliza safari yake hapa duniani amelala usingizi wa amani, na kwa sababu mwili wake haukuwa na doa la dhambi, Mungu akampa heshima ya pekee ya kumpaliza mbinguni mwili na roho. Ndiyo hasa sherehe ya leo, Bikira Maria kupalizwa mbinguni. Kumbe ndugu zangu, tunasherehekea sherehe kubwa ya kanisa na hasa ya mama yetu Bikira Maria ya kupalizwa mbinguni, ya kuingia katika utimilifu, ya kuingia katika heri ya milele mwili na roho. Baada ya kufahamu hayo, sisi inahusu nini? Sisi inatufunza nini? Sisi inatusaidia nini? Mambo mawili ambayo napenda tuchukue katika sherehe hii ya leo. Jambo la kwanza ni sherehe ya matumaini, kwamba kule alipotangulia Bwana wetu Yesu Kristo alipopaa mbinguni, na huko ambapo amepaliza mbinguni mama yetu Bikira Maria, ndipo na sisi tunaelekea huko. Ndio safari yetu inahitimishwa huko. Ni sherehe ya kutamanisha kwamba kuna maisha mengine ya utukufu baada ya haya. Kuna heri ya mbinguni, kuna heri ya milele, na ametutangulia Bwana wetu Yesu Kristo na amepaliza mama yetu Bikira Maria. Na sisi tukiishi vizuri kwa miongozo, kwa mafundisho na matakwa ya Mwenyezi Mungu, tutaungana na Bwana wetu Yesu Kristo na huyu mama yetu kupalizwa mbinguni. Mama huyu anatuombea, anatusindikiza katika safari yetu ya kuelekea mbinguni. Haachi kutuombea kama vile ambavyo aliwaombea na kuwasaidia wale maharusi wa Kana angali akiwa hapa duniani. Mama huyu anatuombea zaidi, sala zake zinamudu zaidi akiwa huko mbinguni, ili na sisi tufike mbinguni. Ndugu zangu, tunaye mwombezi hodari na mahiri ambaye hataki watoto wake wapotee, hapendi watoto wake wasifike kwa Mwenyezi Mungu. Tuwe na matumaini, tujitahidi tufike mbinguni, tuungane na Mungu Mwenyezi pamoja na huyu mama yetu. Hilo ni la kwanza, ni sherehe ya matumaini. Inatualika, inatuvuta tufikie utukufu wa Mwenyezi Mungu. Lakini la pili, kama Mungu alipompa heshima ya pekee mama huyu kumpaliza mbinguni mwili na roho, sisi, mimi na wewe, tuna wajibu, tunalazimika kuwa na heshima ya pekee, ibada na upendo kwa mama yetu Bikira
Bikira Maria. Mungu Muumbaji amempa heshima kubwa. Kwa nini sio mimi? Kwa nini sio wewe? Heshima na ibada kwa Bikira Maria inajidhihirisha katika ibada au mambo mbalimbali: kusali rozari, kusali sala mbalimbali za mama yetu Bikira Maria, kujikabidhi katika mikono yake na maombezi yake. Tusikose heshima kwa mama yetu Bikira Maria, tusifanye dharau kama wengine wanavyobeza na kudharau. Hawajafahamu umuhimu mkuu na upekee wa huyu mama. Sisi ambao tumepata hii bahati kama Wakatoliki, tumuheshimu kwa namna ya pekee. Mungu mwenyewe kupitia malaika Gabrieli alimtuma malaika Gabrieli akamwambia, umejaa neema, umebarikiwa kuliko wanawake wote. Hiyo ni heshima ya pekee. Sasa kama Mungu anaweza kusema hayo, kwa nini sio mimi? Kwa nini sio wewe? Nikualike basi kila mmoja kwa kuonesha heshima kwa mama yetu Bikira Maria, tolea muda wako kusali rozari kila siku. Usiseme haiwezekani, usione haiwezekani. Inawezekana sana. Huwezi kukosa dakika 20 au 25 za kusali rozari kwa heshima mama yetu Bikira Maria. Kinyume na hapo, pengine ni kutokujali, pengine ni uzembe, pengine ni kutokuona umuhimu wa huyu mama katika kuombea. Basi tenga muda katika masaa yote wa kusali rozari kila siku, na hiyo inawezekana. Na kwa maombezi ya huyu mama, hakika Mungu atakubariki na kufanikisha katika utendaji. Hayo ni mawili ambayo nilipenda kutafakari katika sherehe ya Bikira Maria kupandishwa mbinguni. Wapendwa ndugu zangu, mabraza wa pia kwa pamoja, lakini hasa wawili ninyi ambao mmoja anaweka nadhiri na mmoja ni mdirezi. Shirika lenu limechagua, linaitwa kwa jina zuri sana, Fiat Brothers. Fiat ni yale maneno aliyosema Bikira Maria, mimi ni mtumishi wa Bwana, nitendewe ulivyonena. Kwa pamoja inaitwa Fiat. Ni ndio ya daima, ni kukubali kujitoa muhanga kwa ajili ya Mungu. Bikira Maria alifahamu madhara yatakayotokea kukubali, lakini alijitoa muhanga ili kazi ya Mungu iendelee. Kumbe ninyi kama shirika mmeweka nia ya daima, mmejitoa muhanga, mapenzi ya Mungu yatimizwe katika maisha yenu. Tumuombe mama huyu, tumuige mama huyu katika wito katika maisha yenu. Na kutoka somo la Injili tumesikia baada tu ya kusikia ndugu yake Elizabeth ni mjamzito wa miezi 6, akaondoka kwa haraka, akakimbia kwa haraka kwenda kwa Elizabeth. Ninyi mwitikio wenu pia unapaswa kuwa haraka katika majukumu, katika utume, katika yote mwende kwa haraka, sio kwa kujitafuta, sio kwa kujishauri, sababu huyu mama ambaye ni kiocheo ametenda kwa haraka kwenda kutoa huduma kwa haraka. Na nini basi tunapotumwa, tunapotekeleza utume, mwende kwa haraka. Lakini pili, mama huyu ametambua Elizabeth anahitaji msaada, ni kikongwe, ni mjamzito wa miezi 6, hana mtu wa karibu wa kumsaidia. Amekwenda mbio kwenda kutoa huduma ya upendo. Na ninyi ambao mnaitwa kwa jina hilo,
muwe hodari katika huduma ya upendo, muangalie, mjifunze na muone wapi tunahitaji na mtoe huduma ya upendo. Lakini tatu, mama huyu Bikira Maria amekaa kwa Elizabeti miezi mitatu, ina maana mpaka Yohane alipozaliwa, Yohane Mbatizaji akimhudumia. Amekaa na huyu mhitaji, amekuwa ni sehemu ya familia yake, amejiingiza katika familia akitoa huduma, lakini yuko uwepo wake ni wa muhimu sana. Na ninyi ndugu zangu, pia brothers, uwepo wenu ni muhimu kwa watu wahitaji, kwa watu mnaowahudumia. Haitoshi tu kupeleka vitu au kwenda na kuondoka. Uwepo wenu ni muhimu. Hata kama kuna kitu, unapokuwepo na mhitaji, anaona hapa ndipo na mtu anayejali. Uwepo na tafsiri ya kuwa ananijali, ananipenda, tuko pamoja. Basi na ninyi pia muwepo. Tunawaombea basi kama shirika, na ninyi mnadhiri na jubilei, mama huyu awaombee katika fadhila zote alizoziishi,